Upigaji kura katika wadi ya Purko eneo bunge la Kajiado ya Kati ulianza bila hitilafu na kurekodi mtazamaji idadi ndogo ya wapiga kura. Kabla hatujaelekea kaunti ya Kajiado, tuelekee hadi kaunti ya Mandera. Tunaungana na mwanahabari wetu David Muthoka ambaye amekuwa akikita kambi katika eneo bunge la Banisa ambako pia kuna uchaguzi mdogo wa kujaza nafasi ya mbunge katika eneo hili. Tuungane naye sasa pia tuchore taswira kamili ya jinsi mambo yalivyokuwa. Alikuwa amesema nasi asubuhi, lakini sasa ni saa 6 mchana, akisema ya kwamba idadi ndogo ya wapiga kura ndio imejitokeza kufikia huo wakati. Labda sasa hivi ikiwa ni saa 7 Muthoka, labda watu wamejitokeza, wangapi wamepiga kura na hali ikoje kwa njia kamilifu? Nam bunge la Banisa, na hapa tulipo ni katika shule ya msingi ya Emole, na amini usiamini, kutoka hapa hadi kwenye mpaka wa taifa la Kenya na Ethiopia ni takriban mita 500. Hivyo basi hata ukitembea kwa dakika chache tu utakuwa umeshavuka kuingia katika taifa la Ethiopia. Hii inaonyesha jinsi kaunti na eneo bunge hili lilivyopana, lakini tumejaribu kuzunguka katika baadhi ya vituo ambapo wakazi na wapiga kura wanapiga kura, na hivi sasa tuko katika kituo cha 6 tangu asubuhi, manake ni eneo bunge pana, na hapa tayari tunaona foleni zimedidimia, ishara kwamba wengi wa wakazi hapa wameshapiga kura, japo wale ambao hawajapiga kura wana hadi saa 11 jioni kufanya hivyo. Na hivyo basi kuelewa kwa kina hali halisi hapa Banisa, naungana na mojawapo ya makamishna wa IEBC ambaye ni Hassan Nur Hassan atuchoree taswira kamili. Asante sana kwa kuungana nasi hapa katika NTV. Pengine mwenzangu pale studioni ameashiria, na pia tulikuwa tukizungumza kwamba tunaona kwamba hakuna idadi kubwa ya wapiga kura ambayo imejitokeza katika uchaguzi huu mdogo. Pengine how is the turnout and what is the percentage, maybe as at midday or as at 1 p.m. today? Kwa kweli tuko hapa Emole Primary School, na kama vile mlivyoambiwa ya kwamba tuko katika mpakani wa Kenya na Ethiopia, na tumeanza asubuhi msafara wetu ya kutembea katika vituo mbalimbali wa kupiga kura, na hii ndio nafikiri kituo karibu 37 ambayo nimetembelea tangu asubuhi. Na dalili ambayo tunaona ya kwamba, taswira ambayo tunaona ni ya kwamba kufika saa 6 leo nafikiri tunaelekea kupata 30% ya wapigaji kura. Utaona ya kwamba katika sehemu hii mifugo nyingi zimeenda mbali sana. Ukame imekuwa ni ya kuzuisha hofu sana. Maji imeisha, mifugo haipati nyasi ya kutosha. Kwa hivyo watu wamehama katika sehemu mbalimbali. Wengine hata wamevuka mpaka, wameingia mpaka ndani ya Ethiopia kwenda kupeleka mifugo katika sehemu mbalimbali, kwa sababu ukikaa nao hapa zitakufa zote. Kwa hivyo tunatarajia kwamba kufikia saa 11 leo jioni, inshallah pengine tutapiga hatua, tukifikisha 40% itakuwa tumefikisha sehemu nzuri, kwa sababu kwa kawaida by elections haipiti 40% wakati wa wenye kupiga kura. Naam. Pengine kuna changamoto ambazo zimejitokeza wakati wa kampeni. Hali ilikuwa shwari, usalama ulikuwa umedumishwa, pengine kumekuwa na visa vya vurugu mahali, na kumekuwa na changamoto zingine katika zoezi hili? Hapa tumekuwa na amani, hatukuwa na vurugu aina yoyote. Wananchi hapa wameamua kwamba kura watapiga, watachagua kiongozi yao, lakini kupigana na fujo hakuna kabisa tangu kampeni zianze. Na tumepongeza sana wakaji wa sehemu hii ya Banisa, na pia viongozi ambao wanawania viti mbalimbali, viti ya mbunge katika sehemu hii, kwa vile wamedumisha amani katika sehemu hii. Hatukuwa na shida yote katika changamoto yote kwa upande wa usalama. Tunapomalizia, kuna changamoto ambayo tumejionea, na pengine utatufafanulia kama kwa kimombo wanasema ni an isolated case, ama ni hali ambayo pengine baadhi ya wapiga kura wanapitia. Tuliona yule mwaniaji wa tiketi ya UDA alipokuwa akijaribu kupiga kura, huyu ni Ahmed Malim Hassan, akikuwa na wakati mgumu, manake vidole vyake havingeweza kusomeka, na ikambidi atulie, angoje kwa muda wa takriban saa 2 hivi ili baadaye apige kura. Pengine ni shida ambayo inajitokeza katika vituo vingine, na
ikiwa inajitokeza, ni kipi mnachofanya kuhakikisha kwamba haiathiri upigaji kura hapa Banisa? Asante. Nafikiri shida kama hizo ni chache sana katika sehemu mbalimbali. Nimeona katika vituo 2-3 tangu asubuhi, na ningependa kuhakikishia Wakenya walioko katika sehemu hii ya kwamba kila Mkenya ambaye amejiandikisha, amejisajili kama mpiga kura, atapata haki yake ya kupiga kura. Hakuna mtu atazuiliwa kupiga kura kwa sababu pengine kidole haikushika, kwa sababu hii mitambo saa zingine inakataa, na ikikataa kuna njia zingine. Tutapiga picha kipande ID yako. ID ukipigwa picha inaonyesha mambo yote. Na hiyo ikishindikana, pia tutakupiga picha ya uso. Tutapiga picha yako upya saizi, na tukipiga picha mitambo itaonyesha kwamba picha hili tayari iko katika mitambo yenyewe. Kwa hivyo kila mtu atapata haki yake, na jambo hilo ni chache sana. Asante sana kwa muda wako, na nina hakika kwamba tutakuwa tukizungumza baadaye kuelewa zoezi nzima mwishoni mwa siku limekuwa namna gani. Asante na tunakutakia kila laheri. Huyu mtazamaji ni kamishna wa IEBC Hassan Nur Hassan, mojawapo ya makamishna wapya kujiunga na tume hiyo. Kumbuka yale mapengo yaliyokuwa katika tume ya IEBC yalizibwa mapema mwaka huu wakati kulikuwa na ile shughuli ya usaili na baadaye uteuzi wa makamishna wapya, akituchorea taswira, na ni moja wa wale makamishna ambao wanashuhudia moja kwa moja shughuli hii ya uchaguzi mdogo katika maeneo tofauti nchini. Na hivyo basi hatuna la ziada kutoka hapa Banisa. Tunazidi kukita kambi, tunazidi kubisha hodi katika vituo vingine. Ni eneo lenye vituo 81, na nikiwa na mwenzangu hapa Martin Mwaura tutazidi kukujuza yote kuhusiana na uchaguzi mdogo wa Banisa hapa katika kaunti ya Mandera. Kwenu studio. Asante sana David Muthoka. Tukimpokea moja kwa moja mtazamaji kutoka eneo bunge hilo la Banisa, na ndio hali kamili na taswira kamili ya jinsi upigaji kura unaendelea katika kituo hiko. Bado kuna idadi ndogo kabisa ya watu ambao wanazidi kujitokeza.